damu ya Yesu haina nguvu, haina uweza, haina muujiza isipokuwa imetumika. Mnisikilize, damu ya Yesu, nguvu yake ya kuokoa, nguvu yake ya kuponya, nguvu yake ya kutunza, ya kuhifadhi, ya kulinda, inadhihirika tu kama ile damu imetumika, kama tumeitumia hiyo damu ya Yesu kwenye maisha yetu. Wapo watu wengi ambao wanaongea kuhusiana na Yesu, wanamsema Yesu, lakini bado hawana uhusiano na Yesu. Hawajaitumia hii damu ya Yesu kwenye maisha yao, na bado hawaoni chochote kikiendelea kutokea kwa sababu hawajaitumia damu. Ili kusudi uone damu ya Yesu ikifanya kazi kwenye maisha yako, ni lazima uitumie damu hii. Lazima uitumie damu ya Yesu, ndipo utaona kazi, uweza, mamlaka na nguvu iliyo katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kuokoa. Damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kutunza. Damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kuponya. Lakini kwa wale ambao wanaitumia damu hiyo, Yohana akamwona Yesu akija kwa mbali, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Ni kweli Yesu anazibeba dhambi za ulimwengu wote, lakini Yesu habebi dhambi za wale ambao hawajakubali kumpokea kwenye maisha yao. Ni kweli Yesu anasamehe, lakini Yesu hasamehi wale ambao wamekataa kumwendea na kuomba msamaha kwake. Petro anaandika, anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni kweli damu ya Yesu iliyomwagika msalabani na kipigo chake pale msalabani ni uponyaji kamili kwenye miili yetu, ni uponyaji kamili kwenye maisha yetu, ni uponyaji kamili kwetu. Lakini isipokuwa tumekubali kuitumia damu ya mwana kondoo kwenye maisha yetu. Damu ya Yesu ina nguvu, lakini damu ya Yesu, nguvu hiyo haiwezi kuonekana mpaka pale tumekubali kuitumia damu kwenye maisha yetu.